Watu wengi wanaamini kwamba uungu wa Yesu Kristo unaanza katika Agano Jipya. Lakini je, Agano la Kale tayari lilikuwa linamfunua? Kuanzia maandiko ya Musa hadi kwa manabii na katika Zaburi, maandiko yanaonyesha dalili za yule aliyekuwa anakuja. Ni nani malaika wa Bwana? Kwa nini Agano la Kale linazungumza kuhusu mwana wa kiungu? Na manabii walimshuhudiaje kabla ya Bethlehemu? Si tu kama Masihi, bali kama Mungu mwenyewe aliyefunuliwa katika maandiko muda mrefu kabla ya Agano Jipya. Yes, Bwana ni mwema tena. Kwa mara nyingine niwakaribishe katika mfululizo wa masomo haya ya ufunuo wa Yesu Kristo, ambayo kwa hakika tunaendelea kufunuliwa kweli ya maandiko matakatifu inayomshuhudia Yesu kama Mungu, lakini pia kama Mwokozi wetu. Katika somo linalofuata ambalo nimepatia kichwa kinachosema mashambulizi ya jumla sehemu ya pili, tutaendelea kutazama namna ambavyo kile ambacho Kristo alipata kukitabiri katika siku zile za awali za kanisa na kurudiwa pia na Mtume Paulo, namna ambavyo kiliweza kutimia na namna ambavyo vinaendelea kutimia hata sasa. Kumbuka Yuda anatuambia ya kwamba wameibuka watu ndani ya kanisa katikati ya waumini ambao ndio wanaonekana kuwa ni maadui wa kanisa. Na in fact hiki kitu ambacho Wakristo wengi hawakielewi, na Wakristo wengi wanapotazama maadui wa Ukristo wanatazama nje, badala yake shetani amepachika watu ndani ambao wanajulikana kama Wakristo lakini sio Wakristo. Niwakaribishe tupate kuomba, tumkaribishe Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza katika kujifunza somo tunalokwenda kujifunza sasa. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunaendelea kukushukuru na kukutukuza. Katufunike sasa kwa damu ya mwanao, ukatusamee makosa yetu. Na katika sehemu ambayo tunaendelea kinyume na kile ambacho umeweza kukiagiza, kaendelee kutusamee, kaendelee kutubariki. Lakini pia tunapokwenda kujifunza masomo haya, karibu ukae nasi. Karibu katikati yetu, na Roho wako Mtakatifu akawe kiongozi, tukayafanye yote kwa ajili ya utukufu wako. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha Wagalatia 1:7 ya kuwa wala si nyingine, lakini wapo watu wataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Tuliyaona haya kiundani katika somo lililopita, ambako namna ambavyo watu ndani ya serikali mbalimbali, watu nje ya serikali, watu ndani ya imani mbalimbali, dini za Kikristo, ambavyo wanatumia mbinu na njia mbalimbali kuhakikisha wanaafifisha Ukristo. Na hii yote inatuonyesha kwamba tupo katika matukio ya siku za mwisho. Katika kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari wa 4 tunaambiwa, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, na humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa wapo watu ambao wameingia kwa siri katika imani ya Kikristo, ambao wanaigiza kuwa ni Wakristo, lakini nyuma pazia wao ni mbwa mwitu wakali. Katika kitabu cha Timotheo wa 2:4-3 tunasoma, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kufuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Huu ni unabii ambao ulitimia katika kanisa la awali na umeendelea kutimia katika kanisa la siku za mwisho. Nikianza na mzee Eusebius katika kitabu chake cha Church History, anatuambia, kwa maana wakosoaji husema wazi kuhusiana na uasi huo na mafundisho ya kizushi wa mtu anaitwa Atemoni, ambao hufundisha kuwa Mwokozi alikuwa ni mwanadamu wa kawaida kama wengine. Nao waasi hawa walijaribu kuyafanya mafundisho yao kuwa makuu, nayo yaonekana kuwa ya kale zaidi, akiwa amejenga hoja nyingi za mafundisho yake ya kufuru na ya uongo. Kwa hiyo early church fathers, Eusebius anatufunulia kwamba yupo mtu mwingine ambaye aliibuka, ambaye aliitwa Atemoni, ambaye alikuja na mafundisho ya kwamba Yesu sio Mungu bali ni mtu wa kawaida. Kwa hiyo kama ilivyokuwa katika kanisa la awali, ndivyo ambavyo tunaona hata sasa, ya kwamba kuna watu ambao wanajiita Wakristo lakini hawaamini ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu. In fact, hawa watu ni heri wangekuwa waumini wa kawaida, bali ni viongozi wakubwa ambao wanawaongoza waumini wadogo katika kuamini na kile ambacho wao wanakiamini, ya kwamba Yesu Kristo hawezi kuwa Mungu. Na hili ni somo ambalo linakwenda kutufunulia kwa upande mwingine wa shilingi wa kile ambacho waumini leo wanafuata, kile wanavyoendeleza
kile ambacho moja ya watu wa kale aliyeitwa Atemoni alikuwa anapata kukifundisha. Katika kitabu cha Wakolosai 2:8 tunasoma, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya mwanadamu. Katika kitabu cha Mhubiri sura 7 mstari 25 tunasoma, nikageuka na moyo wangu likazwa katika kujua na kupeleleza na kuitafuta hekima na maana ya mambo yaliyopo. Swali, je, kile ambacho Atemoni alikifundisha katika kanisa la awali leo kipo? Je, kinaendelezwa? Na kwenda kunukuu katika gazeti la Daily News mwaka 1984 na kutana na article inasema, mawimbi ya kushtusha ya bibilika Uingereza nzima na kwa ulimwengu wa Kikristo pale habari za gazeti la Daily News la Uingereza lenye kichwa kinachosema uchunguzi wa kushtusha wa maaskofu wa kanisa la Anglikana zilipoelezea kuwa nusu ya maaskofu wa Kianglikana wanakubali kuwa Wakristo hawalazimishwi kuamini kuwa Yesu Kristo ni Mungu. Naomba niweke hili swala vizuri. Hatupo hapa kushambulia makanisa fulani, tupo hapa kuonyesha ukweli wa kile ambacho maandiko matakatifu yanasema, ya kwamba utafika wakati wataibuka mbwa mwitu wakali, wataibuka viongozi wa kanisa wakali ambao wataanza kupindisha maandiko matakatifu, ambao wataanza kupinga na kumkana Kristo. Kwa bahati mbaya ukweli huu unafunuliwa na gazeti la Daily News katika kanisa la Kianglikana. Sikiliza, katika gazeti la Daily News tunasoma, kura ya maoni iliyopigwa na maaskofu wa Uingereza, maaskofu 31 miongoni mwa maaskofu 39 wamekana uungu wa Yesu pia kufufuka kwake. Hilo linaonyesha imani mbili katika imani kuu za Kikristo zimebatilishwa kikamilifu. Wao wanaona kuwa ufahamu huu wa zamani si sahihi katika Biblia. Kwa lugha nyingine, nyakati zimebadilika, hatutakiwi kuendelea kuamini kile ambacho wazee wa zamani walikiamini. Biblia inaniambia kwamba yatupasa kurejea katika mapito ya zamani, njia ile ya kale, kwa maana ndiyo ipo sahihi. Manabii wananiambia katika article ya London Daily Mail mwaka 1984 tunakusoma article nyingine. Askofu Jenkins anakosoa vikali itikadi ya muhimu ya Kikristo. Na nukuu, katika mahojiano ya kituo cha runinga cha London's Weekend katika kipindi cha Credo, askofu mteule mpya wa Durban Profesa David Jenkins mwenye cheo cha nafasi ya 4 katika kanisa la Uingereza ameelekeza mashambulizi yake kwa msingi usio wa hakika unaosimamia jengo zima la imani ya Kikristo. Swali, ili jengo ni lipi? Askofu Jenkins anasema ni jambo la kuridhisha kumchukulia Yesu kuwa ni mjumbe tu wa Mungu. Kwa lugha nyingine, kumchukulia tu ni binadamu wa kawaida. Ndivyo ambavyo huyu askofu mkubwa wa kanisa hili la Uingereza anavyoeleza. Na mwandishi mwingine lakini pia ni mwanazuoni wa kithiolojia huyu anaitwa Hanson anatuambia, Karana, moja ya wasemaji wa kanisa Katoliki, alieleza wazi kwa msisitizo kuwa mwana katika Agano Jipya hakuwahi kuelezewa kama Mungu. Wapendwa, kama umefuatilia masomo kiundani, utaona mafungu mengi ambayo tumeyasoma ambayo yanaeleza ya kwamba Kristo Yesu alikuwa ni Mungu. Lakini pia Rod Rodney anatuambia Yesu kwa hakika hakuwa Mungu wala hakuwahi kutangaza kwa watu kuwa yeye ni Mungu. Swali langu ni hili, kwa nini Wayahudi walikuwa wanataka kumuua Yesu kama kweli Rodney anachokisema ni sahihi? Lakini pia Howard Marshall anatuambia Yesu hakuwahi kutajwa kama Mungu, kwa maana Wakristo wa mwanzo hawakutaka kumuhusisha Yesu na Mungu Baba. Lakini tumesoma kwenye maandiko matakatifu Paulo, Yohana, lakini pia tutakwenda kumuona hata Tomaso, na tumeona early church fathers wengi wakishuhudia ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Lakini kwa sababu hawa ni wanazuoni na wanaaminika katika makanisa yao, wakiongea kitu wanakubalika kirahisi, kwa sababu watu wamekuwa wavivu kufuatilia vitu. Lakini ukija kufuatilia kile ambacho anakisema ya kwamba watu wa kanisa la awali walikataa kumhusisha Yesu na Mungu au kumpatia sifa za uungu, utagundua kwamba ni uongo. Early church fathers walimshuhudia Kristo kama Mungu. Protestant reformer walimshuhudia Yesu kuwa ni Mungu. Mitume na manabii walimshuhudia Yesu kuwa ni Mungu. In fact, hata Wayahudi wenyewe walishuhudia kwamba Yesu alisema yeye ni Mungu. Sikia, ifuatayo ni video ambayo inajaribu kuonyesha uhalisia wa kile ambacho tumekisoma kutoka kwa hawa wanazuoni. Huyu ni mchungaji
ambaye kwa hakika ni moja ya wachungaji ambao wanafundisha, ni maarufu sana duniani, ambaye anafundisha wazi ya kwamba kile ambacho tunakifundisha sasa ni vitu vya kubuni, na ya kwamba maandiko tunayoyasoma hapa ni maandiko ambayo hatuyaelewi. Lakini nilishawaambia kwamba maandiko yaliwekwa kwa ajili ya mtu yeyote anayejua kusoma kuweza kuelewa. Hivi Biblia inaposema ya kwamba Yesu alisema yeye alikuwepo kabla ya ulimwengu kuwako, mimi natakiwa nieleweje? Ndipo wanapokuja wanazuoni kama huyu mchungaji, wanaanza kutuambia hapo haimaanishi hivyo, wakati lugha ipo very clear. Yesu kasema alikuwepo kabla ya ulimwengu haujapata kuwako. Yesu akasema yeye na Baba ni umoja. Yesu akasema ya kwamba alikuwako kabla ya Ibrahimu hajakuwako. Mbona maandiko hayo hapo very clear? Lakini leo wanakuja wachungaji, wanakuja wanazuoni hawa na wanatheolojia, wanatuambia no, hapo haimaanishi hivyo. Wapendwa, kile ambacho Yesu na Mtume Paulo alikitabiri kinatimia machoni petu sasa. Tuende tukatazame hii video kwa ufupi, alafu tutarejea. About the Lord Jesus Christ, what we would get are terms and phrases such as deity of Christ, second person of the Trinity, dual nature, God, man, God. Now these are some of the terms that others who believe Christ to be God would be using in explaining their belief that Christ is the true God. Yet these and other terms used to describe Christ are foreign to the Bible. In fact, there is no definitive proof from the Bible nor taught anywhere in the scriptures that Christ is God. And if there are verses presented, those verses, when studied intently, scrutinized, would be proven wrongly translated or misunderstood. In fact, kama umesikiliza kwa makini, utaona kile ambacho huyu mchungaji anakitangaza, ya kwamba watu wote ambao wanafundisha uungu wa Yesu hawajui wanachokiongea, hawaelewi uhalisia wa maandiko matakatifu. Wapendwa, uchaguzi ni wako. Je, uamini kile ambacho Biblia inakisema? Biblia yako hiyo ambao ulinunua, je, uiamini hiyo au uamini maneno ya hawa wanatheolojia wa kizazi hiki? Kwa maana wanatheolojia wa kizazi kile, kwa maana early church fathers, walikuwa wamesimamia maandiko matakatifu kama ambavyo mitume walisimamia, wakimtukuza Kristo kama Mungu na Mola. Sikiliza, katika article ya Straucher tunakutana na article nasema more evangelicals believe that Jesus is not God. Nanukuu, hii ni article 2024. Anasema kwa mujibu wa tafiti za Paul za mwaka 2020, 30% za waumini wa makanisa ya kiinjilisti hawaamini kuwa Yesu alikuwa ni Mungu, na idadi hiyo iliongezeka kikamilifu kwa 43% mwaka 2022. Kuna ushahidi mkubwa sasa kuwa Wakristo wengi hawaamini tena kuwa Yesu alikuwa ni Mungu Mwenyezi. Na ndio maana tunaleta haya masomo kwa kuwarudisha watu katika mstari, kwa kuwafanya watu waangalie upya maandiko matakatifu, kwa maana dunia imewateka na kuwapoteza na kuwatoa katika mstari wa kuamini kile ambacho Biblia inakifunua kuhusiana na Kristo Yesu. Hii ni video nyingine ya moja ya wachungaji maarufu Tanzania, ambao walisema wazi ya kwamba yeye haamini katika kile ambacho maandiko matakatifu yanasema ya kwamba Yesu ni Mungu. In fact, yeye anaamini ya kwamba kuna mafungu mawili tu ambayo watu wanatetea uungu wa Yesu wanayatumia. Na mimi katika somo hili nitakwenda kutoa mafungu zaidi ya mawili ambayo yanadhihirisha wazi ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Twende tukaangalia hii video kwa ufupi, kisha tutarejea. Mwaka 86 Morogoro Bible College. Siko tayari kuendeleza ajenda hiyo. Naomba nisikize vizuri kwa makini. Na nasema bila kutafuna maneno, Yesu sio Mungu. Wapendwa, kwa mujibu wa kitabu cha Petro wa kwanza 1:10 tunaambiwa katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Swali: je, huyu mchungaji ambaye tumetoka kumwangalia yupo sahihi? Na je, mafundisho yake anayatolea wapi? Na je, Biblia inasemaje? Yeye yupo sahihi au hayupo sahihi? Naomba nikanukuu Biblia. Waraka wa pili wa Yohana 1:7 inasema, kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Huyu ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Unfortunately, mchungaji huyu yeye haamini ya kwamba Yesu Kristo alitoka mbinguni na alikuwa ni Mungu akavaa mwili. Unfortunately,
Waraka wa kwanza Yohana 4:2 nasema, katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikirio ya kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Tafsiri yake mchungaji wetu huyu hakiri ya kwamba Yesu Kristo yuaja katika mwili, na kama amekuja katika mwili, maana yake hapo mwanzo alikuwa katika roho. Sikiliza, Wafilipi 2:5-7 anasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Swali, hili andiko linashuhudia nini? Linashuhudia kwamba Yesu hapo mwanzo alikuwa Mungu kiasili, baadaye akavaa mwili akakaa kwetu, na hiyo haimfanyi yeye kiasili kutokuwa Mungu, bali inamfanya kuwa ni Mungu aliyevaa mwili akakaa kwetu. Katika kitabu cha Warumi 9:5 tunasoma, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Na katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 9 anasema, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Haya ni maandiko yote yanashuhudia uungu wa Yesu. Katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 18 tunasoma, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee. Biblia inashuhudia wazi ya kwamba huyu mwana ni Mungu. Inashangaza kwamba watu hawaoni hivi vitu. Katika Yohana sura 20 mstari wa 28 tunasoma, Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Hapa ni Tomaso alipokuja kukutana na Yesu baada ya kuambiwa mara kadhaa ya kwamba Yesu amefufuka na tumemwona. Yeye akasema, hapana, mimi siamini mpaka nimuone na mpaka nimguse. Na Yesu akatokea akamwambia niguse. Alipomgusa, Tomaso asiamini akatamka maneno haya, wewe ni Bwana wangu na Mungu wangu. Ndivyo ambavyo Biblia inaniambia. Katika kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 13 tunasoma, tukitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Na katika kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 22-23 tunasoma, tena Baba hamhukumu mtu yoyote, bali amempa mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Kwa lugha nyingine, unapokataa ya kwamba Yesu sio Mungu, maana yake unakana ya kwamba Baba sio Mungu. Unapokubali kwamba Baba ni Mungu, maana yake unatopaswa kukubali ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Katika kitabu cha Yohana sura 5:18-19 nasema, basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu Baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Kwa maandiko yapo very clear ya kwamba Yesu alitangaza ya kwamba yeye ni Mungu. Katika kitabu cha Yohana 10:31-33 tunasoma, basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawaambia, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba, kwa ajili ya kazi hipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya wewe kuwa Mungu. Hawa ni Wayahudi ambao walimsikiliza Yesu katika masinagogi kule viwanjani, na walielewa ya kwamba Yesu alitangaza yeye ni Mungu. Early Church Father Clement wa Alexandria anatuambia, neno ambaye mwanzo alikuwa Mungu hasa sasa amekuja kama mtu, yani Mungu pia mtu, mwasisi wa kila mbaraka. Neno ambaye hapo mwanzo alikuwa ndiye muumbaji wetu ametokea sasa kama mwalimu. Lakini pia mzee mwingine anaitwa Lactanius anatuambia, alifanyika kuwa mtu kimwili, pia mwana wa Mungu kiroho, yaani akawa Mungu pia akawa mwanadamu. Mzee mwingine anakwenda kwa jina la Ilianus anasema, Kristo Yesu ni Bwana wetu na Mungu wetu, mwokozi wetu, mfalme. Na mzee mwingine anaitwa wanamuita Mtakatifu Patrick anasema, Yesu Kristo ni Bwana pia Mungu, ambaye tunamwamini, ambaye tunasubiri ujio wake wa mara ya pili kuhukumu wazima na wafu. Atamlipa kila mmoja kulingana na kazi yake. Wapendwa, anayepaswa kuhukumu ulimwengu ni Mungu. Lakini hapa tunaelezwa wazi Yesu ndiye ambaye anakuja kuhukumu ulimwengu. Hivyo ni wazi ya kwamba Yesu ana sifa za uungu na anastahili kuabudiwa kama Mungu. Nikamnukuu mzee mwingine anatueleza maneno yafuatayo: hivyo basi wapo ambao hukasirika na kupandwa na jazba pindi wasikiapo mtu anauliza, Kristo ni Mungu wenu mwenyezi? Nasi tukijibu,
ni Mungu kwa hakika, naye ni Mungu aliyepata kuficha utukufu wake. Kwa hiyo hawa wazee wanatuambia katika enzi zao kuna watu walikuwa wakisikia hivyo wanakasirika, kama ambavyo katika enzi zetu wanaosikia huu ujumbe pia hukasirika na kukereka. Lakini maandiko yapo very clear ya kwamba huyu ni Mungu ambaye alivaa mwili, nami namtukuza kwa sababu ya kuvaa mwili kwake na kuja kufa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 10 tunasoma, huyo mhubiri akatafuta ili apate kuona maneno yapendezayo na yale yaliyoandikwa kwa unyofu, yaani maneno ya kweli. Sikia, kuna mafundisho mengine ambayo yaliibuka katika kipindi kile cha mitume na kanisa la awali. Paulo anatueleza katika kitabu cha Korintho wa kwanza 15:12-13, anasema, basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuja na mafundisho ya kwamba Yesu hakufufuka, kama ambavyo leo kuna watu wanafundisha ya kwamba Yesu hakufufuka. Sikia, Paulo anatuambia tena, kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Ndivyo ambavyo Paulo anasema. Nampenda sana Paulo, anaendelea kusema, na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Swali, wangapi kati ya Wakristo leo ambao wanaamini ya kwamba Yesu Kristo alifufuka? Lakini pia ufufuo wa Yesu una uhusiano gani na uungu wake? Sikia, katika tovuti ya BBC News nakutana na article ya mwaka 2017 yanasema, resurrection did not happen, say a quarter of Christians. Kwa hiyo Wakristo wengi leo hawaamini ya kwamba Yesu alifufuka. Fundisho hilo wanachukulia ni fundisho la kubuni. Na BBC hawaishi hapo, wanatuonyesha hii graph inayojaribu kuonyesha asilimia na idadi ya Wakristo ambao hawaamini katika Biblia, hawaamini katika fundisho hili la ufufuo. BBC wanatushuhudia haya, na hii ni picha ambayo nilipata mtandaoni ya kile ambacho Wakristo wengi hawakijui. Sikia, Mkristo unapoamini ya kwamba Yesu Kristo alifufuka, watu wa duniani wanatutukana na kuturushia maneno ya kwamba tunamwita Kristo ya kwamba ni zombi. Na hizi ni picha ambazo zinajaribu kuonyesha zombie Jesus. Hizi ni article mbalimbali, zombie Christians. Kwa lugha nyingine, Mkristo ukiamini katika hiki, wewe unafananishwa na zombi. Na kwa wale ambao washai kuangalia filamu za mazombi, utakuja kugundua ya kwamba mazombi mara nyingi katika hizi filamu wanaonekana kutembea katika mstari mmoja na huwa hawatoki nje ya mstari. Hiyo pointi ya kwanza. Wanatembea katika njia iliyonyooka. Hiyo pointi ya pili. Biblia inatuambia Yesu ndiye njia na kweli. Lakini kitu kingine ambacho Wakristo wengi hawajakigundua, mazombi ili wafe lazima uwapige maeneo ya utosini. Na katika huu utosi, sehemu ya mbele ni sehemu ya utashi ambayo inakusaidia wewe kujua na kufanya maamuzi ya kufuata au kuto kufuata kitu. Lakini pia mazombi, kwa mujibu wa hizi filamu, huwa wanakunywa damu. Na tunajifunza ya kwamba katika meza ya Bwana, Wakristo huwa wanakunywa damu ya Kristo kwa maana ya kukumbuka kifo cha Kristo. Kwa hiyo movie na filamu za mazombi zipo kwa ajili ya kuwanyoshea kidole na kuwakejeli Wakristo, lakini watu wengi hawafahamu hilo na wanakaa wanatazama movie za mazombi na kuzifurahia. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, hiki ndicho ambacho hizi picha zinaonyesha, kile ambacho dunia inachukulia imani ya Kikristo. Katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 18 inasema, hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe, nami nina uwezo wa kuutoa, ninao uweza pia wa kuutoa tena. Nikasema hii ni kauli ya kibabe ya Kristo ya kwamba yeye ana uwezo wa kutoa uhai wake na ana uwezo wa kurudisha, na mwenye uwezo wa kufanya hivi si mwingine bali ni Mungu. Charles Spurgeon anatueleza, uungu wa Yesu unathibitishwa dhahiri katika tukio la kufufuka kwake, maana alikwisha kutangazwa kuwa ni mwana wa Mungu akiwa na nguvu na utukufu. Kupitia ufufuo kutoka kwa wafu anathibitisha hilo. Inakuwa hoja isiyo na mashiko kuwa na hofu au mashaka juu ya uungu wake, kwa maana alifufuka. Ndivyo ambavyo Charles Spurgeon anatueleza. Katika article ya London Daily Mail tunasoma,
imani muhimu sana ya Kikristo ya uungu wa Yesu na kufufuka kwake zimekosolewa sana na vikali mno na askofu huyo, yaani Jenkins, akieleza kuwa matukio ya wakati wa wakazi wa mwanzo ya kanisa mwanzoni za Yesu kwa hakika hayakuwa sahihi kabisa, isipokuwa yameongezwa katika habari za Yesu na Wakristo wa mwanzo ili kuelezea imani yao kwake kama Masihi. Ndivyo ambavyo huyu mchungaji Jenkins anasema ya kwamba hizi stori zote ambazo tunazisoma kuhusiana na Yesu kuwa alifufuka, kuhusiana na Yesu alikufa, kwamba Yesu aliwekuwa na uwezo wa kutoa uhai wake na kurudisha, wanasema haya mambo yaliongezwa. Anayezungumza haya ni nani? Anayezungumza haya ni mchungaji mkubwa katika kanisa la Anglikana, katika kanisa la Uingereza. Na tumeona sio tu kanisa la Uingereza, makanisa mbalimbali ya Kiprotestanti na kirokole wote wanatangaza hayo. Na sisemi wachungaji wote wana imani hii, sizungumzi hivyo, bali wapo walio wengi ambao hawaamini katika ufufuo lakini hawasemi. Wapo ambao walio wengi hawaamini katika swala zima la uungu wa Yesu japokuwa hawasemi. Kwa wachache ambao wamesema tumeweza kuwaona. Martin Luther aliwahi kusema, ninaamini kwa dhati ya kuwa Yesu Kristo Mungu wa kweli, mwana wa milele, lakini pia mtu halisi aliyezaliwa na binti Bikira Mariamu ndiye Bwana. Kwa hiyo Martin Luther anasema Yesu Kristo ni Mungu. Lakini pia John Kevin anatuambia utukufu wa kiungu wa Yesu haukuondolewa kwa kuvaa mwili kwake na nyama, wala kwa muonekano wake wa kimaskini hata tusione utukufu wake. Kwa John Kevin anatuambia Yesu Kristo alikuwa ni Mungu. Hawa ni wanatheolojia wa kipindi cha wanamatengenezo wanaeleza haya. Sikia, Olivian anasema moja ya shuhuda ambazo zinaonekana kumzungumzia mwana ni zile zinazomfunua kama Mungu. Je, kuna haja gani ya kuogopa kama tutaamini kuwa mwana ni Mungu wa milele aliye sawa na Baba? Je, ni kitu gani kitutishe kuamini kuwa mpatanishi wetu na Baba anapaswa pia kuwa Mungu akiwa na sifa sawa na Baba? Lakini pia Bullinger anatuambia mwana wa Mungu hawezi kuelezeka namna ambavyo amekuwa na Baba. Ni vigumu kufafanua namna ambavyo yupo sawa na Baba. Hivyo basi tunatambua kuwa yeye ni Mungu kamili, pia mwanadamu kamili, akiwa katika asili mbili tofauti ambazo haziwezi kuchangamana, akiwa mmoja mwenye asili mbili. Ndivyo ambavyo hawa waandishi wanazungumza, ndivyo ambavyo mitume wametuambia, ndivyo ambavyo Protestant Reformers wanasema, ndivyo ambavyo Early Church Fathers walihubiri. Ellen White katika kitabu cha Selected Message anasema Kristo kwa namna iliyo ya juu alikuwa Mungu kiasili hapo mwanzo, alikuwa Mungu tangia milele, alikuwa Mungu juu ya vyote, Mungu tangia milele, aliyebarikiwa milele. Katika kitabu cha Steps to Christ, Ellen White anasema kwa kuchukua asili ya wanadamu, Yesu aliwainua wanadamu. Watu waliopata kuanguka wanawekwa katika nafasi ambayo kupitia Kristo hadhi yao inainuliwa na kuwa wana wa Mungu. Na hiki ni kitu ambacho Wakristo wengi hawakijui, ya kwamba unapokubali ya kwamba Mungu alivaa mwili, maana yake unakubali ya kwamba Mungu alishuka ili sisi tuinuliwe. Ndicho ambacho Mungu anakifanya. Sisi tumedondoka, hatustahili, lakini ili tustahili tumepewa nafasi ya kumkubali Kristo ili tukubalike mbele za Baba. Na ndio maana Kristo anasema yeye ndiye njia na kweli, yeye ndiye mlango. Ukikataa kupita katika njia hii, maana yake unakataa kuanguka. Ukikataa kupita katika mlango huo, maana yake unakubali kupotea. Katika kitabu cha Ayubu sura ya 5 mstari wa 27 tunasoma, tazama haya tumeyapeleleza, ndivyo alivyo, yasikie uyajue ili upate kuwa na mema. Mungu awabariki, akawalinde, akawavuvie neno lake, katika jina la Yesu nimeomba, amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.